Mtazamaji wa Yagomba TV, usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel na kukaribisha tena kuweza kujifunza namna ya kuweza kutengeneza chakula. Hii ni chakula cha nguruwe, lakini chakula hiki unaweza wewe pia nafundisha namna ya kutengeneza chakula cha bata, cha kuku. Yes, ukiangalia mchanganyiko mkubwa sana, unaona hiyo? Yes. Mchanganyiko mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo mtazamaji wa Yagomba TV ni kwamba unavyoona hapa unaweza kuona hivi vitu kadhani labda ni kuna baadhi ya vitu viko hapa. Hapa ni mashudu ya unaweza kutumia mashudu ya alizeti, haya ni ya ngazi au mise, unaona lakini vile vile pia hapa unavyoona kama njano hizi ni virutubisho ambavyo tumeweza kuviweka humu. Lakini hii chakula tunachotengeneza ni cha nguruwe. Kwa hiyo nilikuwa nikifundisha namna ya kuweza kutengeneza chakula cha aina mbalimbali kuku wa nyama au mayai. Kuna formula ambayo nakutumia kwenye kitabu ipo katika mfumo wa PDF, ni kama kitabu ambacho nakutumia sehemu ya aina yoyote ulipo. Na namba yangu ya simu ni 0762956366. Haihitaji kuwa na mashine. Unatengeneza local tu, yani kawaida kabisa, na matokeo ni yale. Kama unavyoona hapa, hii ni tumetengeneza ni tani moja. Hii ni tani moja. Tumetengeneza ni tani moja. Unavyoona hii ni tani moja ambayo tumetengeneza hapa. Na hii ni kwa ajili ya nguruwe. Kwa hiyo kwa watu kaza kupenda kuweza kujifunza namna ya kuweza kutengeneza chakula cha nguruwe, cha kuku wa kisasa, wa kienyeji, basi namba ya simu ni 0762956366 na jina ndio Gratis Yagomba, na hii unaangalia ni Yagomba TV. Kwa hiyo hapa tu katika upande wa kutengeneza chakula hichi. Kwa hiyo mtazamaji wa Yagomba TV, ukiona kama mtu ananesanesa hapo, unaona kabisa yuko juu ya mlima, juu ya mlima. Kwa hiyo ujue kabisa chakula hiki ni kingi zaidi. Unaona mtu amesimama Kwa hiyo mtazamaji wa Yagomba, karibu sana. Wewe epukana matapeli, kisha umenitafuta jina ndio Gratis Yagomba, na hii hapo naangalia ni Yagomba TV. Karibu sana. Tutaweza kujifunza namna ya kuweza kutengeneza chakula. Sasa chukua hapo baada ya kunyoosha, chukua hapo chepe koleo, tuanze kuchanganya. Wakati huyu analeta pia hizo hizo. Wakati analeta hizo mashudu hayo. Kwa hiyo ndio kuchanganya. Sasa hapa ni kudokezea kidogo mtazamaji wa Yagomba TV. Jinsi unavyokuwa unachanganya chakula ni unachanganya kama vile unavyochanganya simenti na mchanga. Kama unachanganya simenti na mchanga ndivyo jinsi ambavyo tunakuwa tunachanganya. Kwa mfano, kwa wewe ambao utakuwa unatumia turubai, inabidi uwe makini sana wakati wa uchanganyaji, kwa sababu usipokuwa makini mtazamaji wa Yagomba TV, unaweza ukajikuta kinachotokea ni kwamba ukaliharibu turubai lako. Hii ni kwa kesi ambao watu wameanza kuchanganyia chini kama hivi, chini unaona nimeweza kuweka turubai hapa. Lakini kama una simenti, sakafu yako iko vizuri, unaisafisha vizuri, kiwezekana pia hata kwa dawa pale chini, ili kama kuna vimelea visiweze kuingia ndani ya chakula na kuweza kusababisha madhara. Lakini pia chukua tahadhari. Tahadhari ni ipi? Tahadhari ni kuvaa vitu kama maski wakati unachanganya chakula chini, kuvaa. Lakini kasahau kwamba anatakiwa aweze kufanya hiyo kitu, kwani nimeacha. Lakini kwa wewe ambao unatengeneza, ili usiweze kupata mafua, kwa sababu una vumbi inatoa, funga kitambaa. Unafunga kitambaa kwenye pua zako, basi na mdomo wako, basi mambo yatakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo mtazamaji wa Yagomba TV, hivi ndivyo ambavyo tunavyoweza kufanya. Unaona hii tunatumia hicho kitu tumefanya hivi. Humo ni mashudu ambayo yalikuwa hayajasagwa. Nimesema mashudu ya mise. Mise ni tunda, ni tunda ambacho linapatikana katika ule mti wa mawese. Kwa hiyo haya ni mashudu yake ambayo pia tununua. Unaweza kutumia hiyo au alizeti au mashudu ya pamba wakati wa kutengeneza. Kwa hiyo unavyoona hapa tunachanganya, nimeamua kutumia mashudu haya kwa sababu sehemu niliyopo ni rahisi kuweza kuyapata kuliko alizeti na mengine kama pamba. Kwa hiyo mtazamaji wa Yagomba TV, karibu sana. Namba yangu ya simu ni 0762956366. Hichi nimesema ni chakula cha nguruwe, lakini kuna video nyingi nimeshaweka namna ya kuweza kutengeneza chakula cha kuku wa kisasa, wa kienyeji. Na hapa pia niko na vijana wangu. Huyu ni bwana James. Yes. Kwa hiyo pia niko na Elisha. Hao ni vijana wangu ambao wanapiga kazi, na hii ni project ya nguruwe
ambayo chakula chake tunatengeneza. Kwa hiyo kama unatengeneza unafuga nguruwe, basi tuanze tukufundishana namna ya kuweza kutengeneza chakula. Sasa uchanganyaji hapa ni kwamba unachanganya kama unavyochanganya simenti na mchanga. Unachanganya. Jitahidi kuchanganya vizuri, kwa sababu usipochanganya vizuri virutubisho ulivyoviweka humu ndani, sehemu nyingine inaweza kuwa chakula ikawa na virutubisho na nyingine ikawa haina virutubisho. Kitu ambacho kuku wako, kama ni chakula cha kuku, kama ni cha nguruwe, kama anakuwa anakula chakula kingine ambacho sehemu kuna kitu, sehemu nyingine haina virutubisho. Kwa hiyo kwako anakuwa ni hasara, kwa sababu natakiwa wale kwa uwiano sahihi. Kwa hiyo inaweza kusababisha wengine wakakua vizuri, wengine wasikue vizuri, kwa sababu virutubisho vitakuwa ni vichache. Kwa hiyo jitahidi kuchanganya vizuri kabisa, viweze kuchanganyikana. Endelea kuangalia Gomba TV. See you next time. 0762956366. Nataja taratibu ni 0762956366. Ni kwa wale tu watakopenda kuweza kujifunza, na hakuna utapeli wa aina yoyote, kwa sababu nafundisha. Na namba zangu Deogratias Gomba. Kama unaona kabisa jina halijaja Deogratias Gomba, basi jua huyo ni tapeli, sio kwamba nani na sura labda najionyesha, kwa sababu pale kwa kazi zaidi nionyeshe sura yangu ni hii hapa Hii ndio sura yangu unaiona hapa. Kwa kama sura sio hii, basi jua kabisa huyo ni tapeli mkubwa kabisa. Na hii inaongea sio AI, hapana. AI huwa haiko hivi. Kwa hapa tunatengeneza. Karibu sana nikufundisha jinsi kutengeneza chakula cha kuku. See you next time. Bye bye.